Moremi Marwa ni mkurugenzi mkuu wa Shirika la Mawasiliano Tanzania TTCL. Katika mwaka huu hapa kwenye maonyesho ya Sabasaba yakiwa ni miaka 50 vile vile ya maonyesho haya, kwa wateja wetu kama ambavyo tumeonyesha katika mabanda yetu mbalimbali ambayo tunayo hapa Sabasaba, tumewaonyesha ni jinsi gani tunatumia mkongo wa taifa ambao unamilikiwa kuendeshwa na Shirika la Mawasiliano Tanzania TTCL katika kuleta huduma za mawasiliano zenye spidi lakini vile vile kwa bei nafuu, na nia ni kuendea kwenye uchumi wa kidijitali, ambapo katika dira yetu ya taifa kama ambavyo tunajua imeongelewa sana katika maeneo ambayo yamepewa uzito ni kuendesha uchumi huu ambao unakuja na kufikisha kiwango cha ukuaji wa uchumi kwa kujikita vile vile kwenye eneo la uchumi wa kidijitali. Uchumi wa kidijitali hauwezi kufikiwa katika njia nzuri kama connectivity ya mawasiliano haitokuwepo. Kwa hiyo kwa kutumia mkongo wa taifa na kwa kutoa sasa huduma ambazo zinatokana na mkongo huo, tunawezesha uchumi wa kidijitali hapa nchini kuweza kufikiwa. Sasa katika mabanda yetu tunawaonyesha, kwa mfano mwaka huu tulizindua huduma za supersonic speed, ambayo ni spidi ya kasi na ya bei nafuu, ambayo hakuna yeyote mwingine ambaye ni operator, whether ni mobile network operator au ni internet service provider, ambaye anatoa huduma ambazo zina spidi ya internet kubwa kama hii ambayo TTCL tunaitoa. Kwa hiyo katika mabanda yetu tumelionyesha hilo kwamba ni jinsi gani tunawezesha jambo hilo. Lakini vile vile mwaka huu tulizindua kituo chetu cha FTTX Experience Center, ambayo inaonyesha ni jinsi gani unaweza kutumia internet katika kuboresha maisha ya nyumbani, ambapo tunaita smart home. Kwa hiyo tuko hapa vile vile kuonyesha bidhaa na vifaa mbalimbali ambavyo vinaweza kutumia internet, na kimsingi usipokuwa na internet yenye kasi kama hii ambayo tunayo sisi TTCL, kwa huduma kama hizi ambazo tunazionyesha za kucheza watoto kucheza game au kutazama video au huduma za security katika nyumba au hata kuwasha friji au kuzima jiko au kufua nguo kwa command kwa kutumia internet, vyote hivyo haviwezi kufanyika unless hiyo internet ni internet ya kasi. Kwa hiyo ni moja kati ya vile ambavyo tumevionyesha katika mabanda yetu ya TTCL katika Sabasaba ya mwaka huu. Lakini vile vile tuna kituo chetu cha data center kinaitwa National ICT Data Center au National Internet Data Center NIDC, ambacho vile vile tuko hapa kuonyesha tuna huduma ambazo tumeziongeza kule. Zaidi ya huduma za colocation, tumeonyesha ni jinsi gani vile vile tunatoa huduma za cloud katika data center yetu. Hizi ni huduma mpya ambazo tumezianzisha, ambapo yule ambaye anakuwa hana uwekezaji mkubwa sana anaweza kuufanya katika utunzaji wake wa data, basi anaweza akanunua space tu katika cloud katika huduma zetu za data center. Kwa hiyo hizo ni huduma ambazo mpya ambazo tunazionyesha katika mabanda yetu kwa mwaka huu, na yote haya vile vile katika kuyahusianisha kama nilivyosema awali, inahusiana vile vile na mkongo wa taifa na ni jinsi gani hizi huduma za fiber, ambapo karibu 98% ya mawasiliano kote duniani zinatumia huduma za fiber, ambazo mkongo sasa huo unaotoa hizo huduma za fiber huko TTCL. Kwa hiyo tunajaribu kuutumia katika kuweka hiyo connectivity ili kuwezesha uchumi wa kidijitali. Kama mnavyojua, katika matukio kadhaa tumeonyesha ni jinsi gani shirika letu linaendelea kufanya mabadiliko ili kuweza kujiendesha kibiashara na kutengeneza faida. Na kimsingi haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais ambayo alitupatia karibu miaka 2 iliyopita, kwamba tuliendesha ili shirika letu tulifanyia mabadiliko ili kusudi liende na kujiendesha kisasa, likifanya biashara lakini vile vile kutengeneza faida. Kwa hiyo kwa mwaka uliopita huu wa mwaka 24-25 tulitengeneza faida ya karibu bilioni 23, na kama ambavyo muuliza swali amesema, mwaka huu pia wa 25-26 ambao kimsingi tumemaliza juzi, tukiangalia kilichopo tayari, na siku hapa kuelezea ni kiasi gani kwa sababu havijakaguliwa, ni mpaka vikikaguliwa na CAG ndio tunaweza kusema, lakini tayari ni kwamba mapato yanaendelea kuongezeka na tunategemea vile vile faida iweze kuongezeka tukilinganisha na mwaka uliopita.